ni kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua mara moja. Na katika hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atafanya mkutano wa hadhara na atasikiliza kero za wananchi wote wa wilaya Kinondoni katika mtaa wa Nyakasangwa, kata ya Wazo, siku ya tarehe 5 Alhamisi mwezi wa pili mwaka huu 2026. Kwa nitumie nafasi hii kwetu sisi wilaya ya Kinondoni, kwanza nimkaribishe sana mkuu wetu wa mkoa kuja katika wilaya hii ya Kinondoni kutupa nguvu, kutupa joto na kuungana na sisi katika kutatua kero mbalimbali za wananchi. Na ujio wake yeye mkuu wa mkoa kwa kweli utatupa nguvu zaidi sisi za kutatua migogoro na kero nyingine za wananchi. Na kwa kweli siku 3 hizi za ziara ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa zitakuwa za moto kwa matapeli wa ardhi, kwa wadanganyifu na wale wavamizi wote wa ardhi katika wilaya ya Kinondoni, kwa sababu mkuu wa mkoa atakuja na timu iliyosheheni wataalamu, Wizara ya Ardhi, kamishina, msajili, maafisa mipango miji na wanasheria wa kutosha. Wataweka kambi katika mtaa ule wa Nyakasangwe asubuhi mpaka jioni kusikiliza kero na malalamiko mbalimbali, na hayo malalamiko mengi yatatatuliwa pale pale, kwa sababu kutakuwa na magari na wataalamu wa kwenda kwenye maeneo ambayo yanaonekana yenye mgogoro. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niwaalike wana Kinondoni wenzangu wote, kwanza tuungane na mkuu wa mkoa wakati wa ziara yake hii, lakini tufike pale Nyakasangwa siku ya tarehe 5 kuanzia asubuhi. Yeyote mwenye mgogoro wa ardhi, mwenye malalamiko mbalimbali, ufike pale Nyakasangwe, mkuu wa mkoa atakuwa pale kupokea, kusikiliza na kutatua hizo kero ambazo zipo. Kwa ni fursa adhimu, ni fursa nzuri kwa wananchi kusogea pale na kumsikiliza mkuu wa mkoa na kushirikiana naye kwenye kutatua kero hizi za wananchi. Tarehe 3 mpaka tarehe 5 mwezi wa pili tutakuwa na ziara ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert John Chalamila. Ziara yake hiyo itakuwa na malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi hiyo ni miradi ya barabara ya BRT4, lakini pia miradi ya elimu pamoja na miradi ya afya. Miradi hiyo ya barabara itajumuisha madaraja na barabara za lami. Mfano, daraja la Kigogo atalikagua, daraja lile la Mkwajuni atalikagua, na daraja lile la Mtoni Kunduchi Mtongani pia atalikagua na barabara. Kwa hiyo ziara yake hiyo ataitumia kukagua miradi ya maendeleo, lakini 2 atakagua upatikanaji wa huduma za kijamii. Na katika hiyo atakagua katika taasisi zinazotoa huduma za kijamii za serikali pamoja na taasisi za binafsi. Taasisi za binafsi mfano ni hospitali ile ya Shifa. Tunayo hospitali kubwa sana yenye hadhi ya kanda, ipo katika wilaya yetu ya Kinondoni, imewekezwa na mtu binafsi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atatembelea hospitali hiyo kukagua huduma zinavyotolewa, lakini pia ataenda kukagua huduma katika vituo vitu vya afya maeneo mbalimbali kama pale Kinondoni, atapita na Kunduchi kukagua utoaji wa huduma za afya. Lakini pia atapita kukagua shule zetu, kwa mfano shule ya msingi ile ya Kunduchi ataikagua, pamoja na shule ya msingi ya Makongo ataikagua na shule zingine. Na atapita pia kukagua na kwenye masoko, kuona masoko ya jinsi yanavyofanya kazi. Kwa hiyo ataenda kwenye soko lile la Tegeta kwa Nyuki kutembelea, na atazungumza na wafanyabiashara pale kwa maana ya mkutano, kusikiliza changamoto mbalimbali ambazo ziko pale na namna gani zitaweza kutatuliwa. Kwa lengo lake la pili ni kukagua na kutembelea na kuona upatikanaji wa huduma za kijamii, hususani kwenye sekta ya afya, sekta ya elimu pamoja na maeneo mbalimbali ya biashara. Sawa. Kama ambavyo nimesema, Mheshimiwa Rais atapita na kukagua upatikanaji wa huduma. Huduma hizo ni za afya, za elimu, lakini pia na maeneo yetu mbalimbali kama ya kwenye masoko. Na niseme tu, sisi katika wilaya yetu ya Kinondoni tulikuwa na maoteo ya kupokea wanafunzi wa darasa la kwanza 17,000 na wanafunzi wa awali 9,200. Sasa hivi ninavyoongea, wanafunzi wa darasa la kwanza wamefika 12,500
na wanafunzi wa awali wako 5,700 na uandikishaji huo unaendelea. Na nichukue nafasi hii kuwasihi sana wana Kinondoni wenzangu. Tunajua tunazo shule nyingi za private, tuna shule nyingi za serikali. Tuhakikishe watoto wetu wote waende shule. Wa awali waende shule na madarasa yapo na walimu wapo. Wa darasa la kwanza pia waende shule, na wa kidato cha kwanza asibaki hata mmoja nyuma. Wanafunzi wote waliofaulu waende shule. Tunayo madarasa ya kutosha, na sisi tunajifunia uwekezaji mkubwa wa serikali kwenye eneo hili, na madawati pia yapo ya kutosha kwenye kila shule. Kwa hiyo hakuna sababu hata kidogo kwa mtoto kubaki nyuma, kuto kutumia fursa yake ya kupata elimu. Awe mlemavu, awe mtoto wa kawaida ambaye hana ulemavu, watoto wote waende shule. Asibakishwe hata mtoto mmoja, na huku tukijua kwamba elimu ndio zawadi kubwa ambayo tutampatia mtoto. Na hata maandiko yanatuambia mkamate sana elimu na usimwache aende zake. Kwa watoto wa kwanza kukamata, wakati wa kwanza kukamata elimu kwa watoto wetu ni huwa sasa hivi. Wa mtoto wa awali kuingia shule, na mtoto wa darasa la kwanza aende shule, na mtoto wa kidato cha kwanza aende shule, pasiwepo na kisingizio chochote. Serikali imeweka uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu, na walimu wapo na madawati yapo. Kwa hiyo watoto wote waende shule.